Sasa tena badala ya kuweza kuzungumza katika vyombo vya habari kwa mwanaharakati kutokea 254 Kenya Boniface Mwangi, na huku akiwa anajilaumu sana ni kwa nini alitaka kumsaidia mwenyekiti Tundu Antipas Lissu kwenye kesi yake ya uhaini, na yote ni mara baada ya kuweza kuhukumu nchi ya Tanzania pamoja pia na jeshi la polisi na kuweza kuambia kwamba walimfanyia kitendo cha ukatili cha kuweza kumlawiti na huku akiweza kumfanyia kinyume na maumbile. Yani mpaka sasa nafikiri tunajiuliza ni kwa nini amepata ujasiri wa kuzungumza kwenye vyombo vya habari na kutaka Kenya nzima iweze kujua kwamba yeye amefanya kitendo cha ukatili. Ni swali ambalo kila mmoja anajiuliza kwamba je, ni kweli ama ni mchezo unaotengenezwa? Kwa sababu kama ingekuwa ni kweli, ujasiri huo mwanaume anautoa wapi wa kuweza kuzungumza mbele ya vyombo vya habari, mbele ya familia yake, yani kwamba kila mtu ajue kwamba yeye tayari malinda hana. Kwa ni swala ambalo nafikiri kwa Boniface Mwangi, nafikiri ni kitendo ambacho anakifanya kwa sasa ambacho hakina uungwana, kwa sababu kama kwa Rais William Ruto aliweza kuomba radhi na alitumia hekima zaidi ili mradi Kenya na Tanzania ziendelee kuishi kama kawaida, haya masuala ya uchochezi ama kutengeneziana chuki ambazo hazina msingi hazitaweza kutufikisha mahali popote. Sasa kama tayari ameshaanza kujilaumu na kuona kabisa kwamba kulikuwa hakuna haja ya kumsaidia mwenyekiti Tundu Antipas Lissu, kwa sababu yote anazungumza kwamba yaliweza kumtokea ni kwa sababu tu ya kiranga chake yeye kutaka kumsaidia mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na huku akizungumza kwamba yote yaliyomkuta ni kwa sababu ya kesi hiyo ambayo alitaka kushiriki kwenye kesi ya uhaini, na huku akiweza kuzungumza ni kwamba anaamini na kabisa kilichoweza kutokea ni kutoka kwenye oda ya serikali ya Tanzania, na ni jambo ambalo tayari lilikuwa limeshaweza kupangwa ili mradi yeye afanywe vitendo vya ukatili vya kuweza kuteswa, kupigwa, lakini pia na kufanywa kitendo cha kufanywa kinyume na maumbile ya mwili wake. Yote hayo aliweza kuyazungumza katika vyombo vya habari vya Kenya na kuzungumza na waandishi wa habari wa Kenya, na nafikiri hiyo ni mbinu tu ambayo inatengenezwa. Sasa tujajua kwamba je, ametumwa ama ni yeye maamuzi yake, kwa sababu kama rais alikuwa tayari ameshalipitisha na kuzungumza kwamba jambo hilo limeshaisha, kwa hiyo aliweza kuomba msamaha. Sasa tujajua je, Boniface Mwangi ni akili zake mwenyewe ama ametumwa ama imekuwaje? Sema cha msingi tukutane kwenye upande wa comment tu kwa mazungumzo na ushauri zaidi baina hiki kinachoweza kuendelea baina ya Boniface Mwangi pamoja na uchochezi ambao anaoendeleza katika nchi ya Kenya pamoja na Tanzania.